ambacho alikuwa anataka kushuka kilikuwa mbele. Mungu anapotuma taarifa, usiruhusu mazingira yanayokuzunguka kuzuia taarifa ambayo Mungu anakupatia. Utaishia babaya. Mungu akituma taarifa, tendea kazi taarifa. Yule dada akashuka. Aliposhuka akamshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ameweza kupata wepesi kushuka, kwa sababu ilikuwa sio rahisi. Yaani kuna namna ambavyo ukifikiria vile vizuizi vya makondakta vingeweza kumnyamazisha kimya na akaridhika akakaa kwenye basi. Mbele kidogo tu alitembea umbali fulani, baadaye akakuta ile ice imepinduka, imedondokea kwenye mtaro na ilikuwa kwenye kasi kubwa. Watu wameumia vibaya, konda amevunjika. Na kama unavyojua hizi ice zikianguka na mbaya zaidi zikiwa zimejaza abiria kupitiliza, inakuwa ni hatari. Kwa hiyo watu walikuwa wanalia pale, wamevunjika, wameumia, majeraha yanavuja damu. Yule konda akamwona yule dada kwa mbali ambaye alimlazimisha kwamba nishushe. Akalia sana yule konda. Akamwambia, kumbe wewe umeokoka. Kumbe ulikuwa unajua kabisa tunaenda kuumia namna hii. Angalia kilema nilichokipata. Kwa nini usingeniambia na mimi? Rudisha ufahamu wako wa kawaida. Alafu fikiria, je, yule dada angemwambia konda ashuke, angeshuka? Akaacha akaacha kazi? Angewaambia abiria wenzake, angemwelewa wakati walikuwa wakimtukana? Kumbe mpango wa Mungu katika kutuma taarifa inaweza isiwe wewe na watu wote muokoke, bali wewe uokoke. Naomba unielewe. Mungu anaweza akatuma taarifa juu ya atakayotokea ili kukuokoa wewe kama wewe, lakini sio wewe pamoja na ulio nao. Tunaona wakati wa Nuhu, ndio tunaona wakati wa Lutu. Mungu wakati anaiteketeza Sodoma na Gomora alitoa taarifa kwa Lutu, akamwambia ondoka wewe na nyumba yako. Lakini Lutu kwa akili ya kawaida alikuwa anafikiria kwamba labda niondoke na hawa majirani zangu. No, Mungu akituma taarifa imejitosheleza. Kwa hiyo taarifa inaweza kuwa ni nzuri au kawa ni mbaya kulingana na mapenzi ya Mungu. Ukitumiwa taarifa mbaya, chukua hatua. Ukitumiwa taarifa